Alafu kuna upande wa sheria, kwa sababu uchumi wa Kiislamu unategemea sheria ya Kiislamu, ndio maana ukaitwa uchumi wa Kiislamu. Uendeshwaji wake unategemea sheria ya Allah inavyoelekeza katika masuala mazima ya hii miamala. Ndio maana unaposoma fiqhi kuna mlango unaitwa mlango wa muamalat. Muamalat ni mlango unaozungumzia mambo ambayo wanadamu hufanyiana katika maisha yao ya kila siku. Miongoni mwa mambo hayo ni swala zima la biashara, kuuza, kununua, kukodisha, kuazima na mengineyo, kukopeshana. Haya yote ni mambo ambayo yapo katika mlango wa muamalat katika fiqhi ya Kiislamu. Sasa popote pale unaposikia kuna huduma za Kiislamu, kuna benki inatoa huduma za Kiislamu, maana yake hiyo huduma, yani hiyo benki inatoa huduma zake kwa kuchunga na kuzingatia mafundisho ya Uislamu yanavyoelekeza katika ile miamala inavyotakiwa kufanyika. Sasa kipengele hiki cha miamalati katika Uislamu ni kipengele muhimu sana ambacho Waislamu wanapaswa kukumbushana mara kwa mara, kwa sababu ndiyo maisha yetu ya kila siku. Wewe leo ukiamka, mpaka kuna baadhi ya wanaochuoni wanakuambia kwamba ibada zile za msingi ya zile nguzo nne za matendo, kuanzia swala, zaka, saumu na hija, muda wake ni mfupi sana wa utekelezaji. Lakini ukija kwenye miamala ni maisha yako yote, taimu zote, wakati wote, masaa 24 uko ndani ya miamala. Uko ndani ya miamala na jirani yako, uko ndani ya muamala na mkeo nyumbani, uko ndani ya muamala na mfanyabiashara mwenzako, uko ndani ya muamala na kila mtu unaishi naye, uko ndani ya muamala na yeye. Na kipengele hiki cha miamala, hasa upande wa kiuchumi au upande wa biashara, si kitu cha kupuuza. Ilisikika kwamba mmoja katika masahaba wa Mtume, kama sikoseni, Umar bin Khattab, alitoa tahadhari akawaambia watu, yoyote asiyejua sheria yetu inavyosema kuhusu masuala ya biashara, tusimuone sokoni anauza kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza sasa hivi ukala haramu ama ukalisha watu haramu. Na hapa ndio kwenye hatari ya swala zima la miamala. Sasa Uislamu haukuja tu ukaangalia kipengele kimoja kwamba tauhidi tu peke yake au fiqhi tu peke yake. Hapana. Ili kukamilika tauhidi lazima watu wale halali. Ili kukamilika tauhidi lazima watu waswali. Kwa hivyo vipengele vingine vyote vimekuja kuikamilisha tauhidi, kwa hiyo si vitu vya kuvichezea. Sasa kama alivyosema shekhe, jana kidogo ilitokea udhuru. Sasa tutajaribu kubana mazungumzo yetu, tuyafanye kwa muktasar, kwa kutaja vitu muhimu katika masala haya ya miamala. Kwanza kabisa, watu wa fiqhi biashara wanaielezea vipi? Biashara ni nini? Katika lugha ya Kiarabu, neno biashara lina maneno mawili. Kila neno linamaanisha kitu chake. Ukishayachanganya ndio unapata kitu kizima biashara, ambayo maneno mawili yenyewe ni neno bai'un na neno shira'un. Bai'un ni kuuza, shira'un ni kununua. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu, ili upate biashara lazima useme bai'un wa shira'un, yani kuuza na kununua. Waswahili
wakayachukua haya maneno mawili wakayachanganya likawa neno moja, wakasema biashara. Lakini ukiangalia maneno yote mawili yamo humu ndani, kuna bai na shira. Wao wakasema biashara, yani bai'un wa shira. Hii ni upande wa maana ya biashara katika lugha ya Kiarabu. Lakini tukija katika upande wa sheria, wanasema biashara ni mubadalatu malin bimalin ligharadhi at-tamalluk. Biashara ni kubadilishana mali kwa mali kwa lengo la kumiliki. Watu wawili wanabadilishana mali, huyo anatoa mali aina hii kumpa mwenzake na yule naye anatoa mali aina hii kumpa mwenzake. Lengo la watu wawili hawa, kila mmoja ni kumiliki kila anachokichukua kutoka kwa mwenzake. Hii ndio inaitwa biashara. Kwa hiyo kama mnapeana halafu hakuna kumiliki, basi hapa litakuja neno jingine liko ndani ya miamala, lakini sio biashara. Inaweza ikawa kuazimana, kwa sababu kuazima, wewe unaweza ukachukua kitu kwa mwenzako kwa njia ya kuazima na yeye akachukua kitu kwako kwa njia ya kuazima, ikawa mmebadilishana mali kwa mali, lakini hakuna lengo la kumiliki. Kila mmoja kamwazima mwenzake, anaenda kutumia alafu anarudisha. Hii ina jina lake, lakini iko ndani ya miamala ambayo inasomwa katika fiqhi ya Kiislamu. Tunapoazimana, sheria ya kuazimana inasemaje? Tunapokopeshana, sheria ya kukopeshana inasemaje? Kama ilivyo vitu vyote vinavyozungumzwa katika sheria ya Uislamu, kila kitu kimetengenezewa nguzo. Nguzo ni zile sehemu za msingi za jambo lile, zikikosekana hizo nguzo, hilo jambo halipo. Kwa hiyo hata biashara nayo ina nguzo zake, na ukiziangalia tu haraka haraka hata kwa akili tu unaziona. Nguzo ya kwanza ni wale wafanyabiashara wawili wanaobadilishana. Al-aqidani wanaitwa katika lugha ya kisheria. Al-aqidani wale wanaosaini mkataba wa kuuziana. Siku hizi biashara imepiga hatua sana, vitu vingi watu wanaenda kusaini, lakini hata kukiwa hakuna kusaini, yule muuzaji na mnunuaji wanaitwa al-aqidani. Hii ni nguzo ya kwanza katika biashara. Wakikosekana hawa, maana yake biashara hakuna. Nguzo ya pili, al-maqudu alayhi, ni kile kinachoingiliwa mkataba, ambacho kinachouzwa na ile thamani inayonunua kile kinachouzwa. Hivi vyote viwili vinaitwa al-maqudu alayhi. Halafu kuna asigha, kuna tamko la kuuziana. Kwenye biashara asili yake kuwa kuna matamko tunayoambiana wakati tunafanya biashara, lakini kutokana nafikiri na ulimwengu unavyokwenda kwa kasi, kuna vitu vingine vimekufa tu vyenyewe, lakini sheria bado inavitambua na wala havijaondoka. Lakini Waislamu kuna baadhi ya maeneo bado hivyo vitu wanavizingatia na hawakubali kuona kwamba kuna kitu kimeswi bila kuwa na tamko. Mkataba wote katika Uislamu una tamko, lakini tamko kwetu lililobaki ni tamko la ndoa. Kwenye ndoa ndio bado tamko lipo, na mimi sijawahi kuona mtu ameozeshwa bila kuambiwa zawajtuk. Hakuna. Sasa hii zawajtuk, hata katika biashara kuna neno bi'tuk, nimekuuzia, na yule anasema nimenunua. Kama vile unavyosema nimekuozesha, na anasema nimeoa. Hili tamko linatakiwa kwenye mikataba yote. Kwa hiyo sigha nao ni moja katika nguzo za biashara, isipokuwa nguzo hii ya sigha ya tamko kidogo imefanywa takhfifu. Imefanywa takhfifu kwa sababu sio kwenye ndoa, lakini kwenye miamala mingine wanasema kwamba katika sigha kuna sighatul qawliya na sighatul fi'liya. Kuna sigha ya maneno alafu kuna sigha ya vitendo. Sasa sigha ya vitendo mara nyingi inapatikana katika miamala mingine ukitoa ndoa, kama miamala ya kuuziana, kukodishana, kukopeshana.
Naweza mtu mkauziana bila kuzungumza. Sisi tunaenda madukani, hasa maduka haya kisasa, unaingia supermarket, unaingia vitu vimemwagika huko, unaenda kuchagua mwenyewe na kikapu chako unachukua, unaweka. Ukifika kaunta pale, yule naye hamzungumzi chochote, yule anachukua, anahesabu, akimaliza anakuonyesha pesa, unatia mkono mfukoni, unatoa pesa, unaondoka. Hakuna aliyemwambia mwenzake bi'tuka wala ishtaraitu. Hii inaitwa sigha alfi'liya. Hii ni tamko la kivitendo, kwa sababu wewe kitendo cha kwenda kuchukua ile bidhaa, na wakati mwingine bei ishaandikwa, ukaangalia ukachukua, maana yake tayari ushasema mimi nanunua. Na yule akija akipokea akikuomba hela, maana yake ni kwamba anasema anauza, kwa sababu angekuwa hauzi asingekuomba hela ya kile kitu. Kwa hiyo tusibabaike ukaona mbona sehemu nyingine sasa mbona hamna matamko. Hapana, yapo matamko, lakini ni ya kivitendo. Baada ya kukiangalia kipengele hiki cha nguzo, kuna masharti ya biashara. Masharti haya yamegawanywa kwenye nguzo tulizozitaja. Masharti na hapa ndio kwenye vitu vya tunaanza kuingia kwenye vitu vya hatari kwenye biashara. Sharti ya kwanza ya biashara ni at-taradhi, ridhaa ya wale al-aqidani, wale wafanyabiashara wawili waingie kwenye muamala huo wa kibiashara wakiwa kila mmoja ameridhika ndani ya moyo wake, anafanya kila anachokifanya kwa ridhaa. Anayeuza anauza kwa ridhaa yake, na anayenunua ananunua kwa ridhaa yake. Yoyote katika hawa wawili akiwa amefanya kitu bila ridhaa yake, hiyo biashara haiswihi katika Uislamu, na huyo atakayekichukua hicho kitu cha mwenzake kwa biashara hiyo ajua amechukua kitu ambacho si halali yake, kwa sababu biashara haikuswihi. Na kama biashara haikuswihi, ile athari ya biashara ambayo ni kumiliki kitu haipo. Kwa hiyo wewe hujamiliki, ukikitumia kitu cha mwenzako, maana yake unatumia kitu cha mwenzako bila haki. Vipi mtu ataingia kwenye biashara alafu awe hajaridhika? Mtu anaweza akaingia kwenye biashara kwa kulazimishwa. Kuna mtu mmoja na mabavu, amekiona kitu amekipenda, anamwambia lazima uniuzie. Yule bwana hataki kuuza, lakini anajua nisipomuuzia huyu mimi nitakuwa mambo yangu yote yataharibu. Pengine ni mwanasiasa mkubwa, kiongozi, anakuambia hii nyumba yako mimi naitaka. Huna hiari, unauza huku unasononeka. Hapa Uislamu unasema hakuna biashara. Hii ni kutenzwa nguvu. Lakini pia katika vitu vinavyoondosha ridhaa ni mtu kumdanganya mwenzake. Katika biashara ukimtengenezea mwenzako mazingira ya kumdanganya, akanunua kwa sababu ya hayo maneno yako ya kumdanganya, ndio ikampelekea kununua ama kuuza, basi jua hiyo biashara haipo. Na wewe ule mdanganya mwenzako ukachukua hicho kitu, jua umechukua kitu cha haramu, bado si chako, kwa sababu ridhaa ya mwenzako haikukamilika. Na haya mambo yapo. Unapokwenda kwenye masoko yetu, mtu anakuuzia kitu alafu anakuambia wallahi nimekinunua shilingi 200 hicho, mimi hapo napata 50 tu. Sasa kumbe wewe umenunua tofauti na vile, umezungumza uongo, umemdanganya huyu, wakati ilikuwa hakuna sababu ya kuzungumza uongo. Kwa sababu kwenye biashara kuna mambo mengine lazima tuyatangulize. Kwenye biashara Uislamu haukuweka mpaka wa faida. Katika Uislamu umetakiwa tu wewe kama Muislamu fanya wema kwa Waislamu wenzako, kwa wanadamu wenzako. Usiwabebeshe mzigo mzito ukataka faida kubwa. Wema huo ni wema, lakini hukulazimishwa. Wewe uko huru kuuza kitu chako bei unayoitaka, lakini usimdanganye mtu. Bwana hiki kitu unauza 100,000. Bwana 100,000 mbona ni ghali? Bwana ndio bei yangu unayouza ndugu yangu. Kwa hiyo kama utaweza nunua. Bwana mimi na 90. Hapana, siwezi. Mimi hapo 100,000 tu. Wewe hapa huna shida. Lakini bwana mimi hapo sipati chochote. Hapo hakuna faida hapo. Hapo kuna 200 tu.
Sasa wewe unaingiza uongo, utatengeneza riziki ya haramu katika shughuli ya halali. Na hii ndio hatari ya miamala, kwamba lazima tuizungumze miamala ni vitu vya namna hii, na hivi vitu vipo kwenye biashara zetu. Leo hii utaona matangazo ya biashara. Uislamu hauna shida na matangazo ya biashara. Mtu anatangaza bidhaa yake, anachokihitaji ni taarifa zifike kwa watu wengi, ili yeye apate wateja, wenzake wapate ile huduma, waje wanunue kile kitu ambacho watanufaika, na yeye anufaike na hela atakayoipata. Lakini matangazo sasa hivi yamekuwa ya uongo zaidi. Yani kama ni dawa, hiyo dawa inavyozungumzwa, yani hata kama ulikuwa una swali unamsikia mtu anavyozungumza huko, unatamani umalize swala time hiyo uende ukanunue. Yataingizwa maneno mengi ya uongo ya kupamba hicho kitu. Hizi sifa zikiwa hazipo kwenye hicho kitu unachokizungumzia, hii biashara unawadanganya watu na utakula riziki ya haramu. Yaangalieni matangazo ya biashara. Yaangalieni matangazo ya biashara. Mtu kuna kijidawa ambayo mtu ana vipele vipele, kikifanywa hivi tu hivyo vimeshaondoka, vimeshaondoka kwenye uso. Sasa mtu anaona hii dawa kweli. Hii dawa, na mtu akijiangalia anatunusi chungu nzima, anakimbilia anakwenda kuinunua. Akiinunua hamna kitu. Umemdanganya mtu, amekuja kuinunua biashara yako, dawa yako ulioitangaza, akihisi kama vile karidhika, kumbe ridhaa yake si kamilifu, kwa sababu wewe ulimdanganya. Angeijua hii dawa ni ya kawaida kama hivi alivyoikuta, pengine asingeinunua, pengine anazo alizonunua kama hii, au pengine nyingine ni bora kuliko hii, lakini amekuja kuinunua kwa sababu ya sifa ulizozitengeneza, akajua kwamba anakuja kununua kitu bora zaidi ya kile alichokuwa nacho, kumbe si kitu bora, ni kitu cha kawaida. Hapo umemdanganya na ridhaa yake imekuwa si kamilifu, na biashara hiyo imekuwa si biashara. Sharti la pili, kabla sijaenda kwenye sharti la pili, kuna kipengele cha kulazimishwa. Kuna watu wanaweza kulazimishwa kufanya biashara, kuuza vitu vyao, na ikawa biashara imesihi, ikiwa kulazimishwa kwao wamekilazimishwa kwa haki. Kulazimishwa kwa haki ni kulazimishwa na hakimu kwa sababu ya maslahi ya watu wengine, kwamba mtu ana madeni ya watu na amekuwa mgumu kulipa, huyu mahakama inamlazimisha kuuza vitu vyake ili walipwe watu, na akikataa mahakama inauza yenyewe. Hapa kulazimishwa kwake hakuna athari kwenye biashara, biashara itaswihi. Au mtu amekuwa muflis, kwamba ana madeni zaidi ya mali yake, mali ile inazuiliwa, haruhusiwi tena kuitumia kwa mujibu wa sheria, na analazimishwa uza, uwagawie watu pesa zao, kila mmoja kwa asilimia ya deni lake, kama haitoshi kuwalipa pesa zao zote. Kulazimishwa kwa namna hii ni kulazimishwa kwa haki, biashara itaswihi. Halafu kuna ahliyatu tasarruf. Ahliyatu tasarruf ni sharti nalo pia linawahusu wafanyabiashara hawa. Muuzaji na mnunuaji wote wanatakiwa wawe ni watu wanaruhusiwa kisheria kuingia mikataba ya fedha, kuingia mikataba ya mali. Na mtu anayeruhusiwa kuingia mikataba ya mali katika Uislamu ni mtu aliyebaligh, mwenye akili, anayejua kutumia pesa. Tunasema albulugh wal-aqlu war-rushd. Awe mtu amebaligh, ana akili timamu na ana uwezo wa kutumia hela, sio safihi. Safihi ni mtu yule ambaye hajui kutumia hela. Kitu cha kununua 20,000 yeye anaweza kununua hata laki na wala hajui kwamba kapunjwa. Kitu cha kukiuza laki yeye akiuza hata 2,000, na alafu akaona kwamba huyo mtu kisheria anazuiliwa. Sheria ya Uislamu inamzuilia huyo kufanya biashara. Sasa mtu ambaye anaingia katika masharti ya biashara, atakayefanya biashara asiwe mtu wa namna hii. Mtu safihi haruhusiwi kufanya biashara na mtoto mdogo na mwenda wazimu. Ukinunua kitu kwa mtoto mdogo, halafu pesa yako ile mtoto mdogo akawa ashaitumia,
basi jua hiyo pesa itakuwa imekula kwako, kile kitu hutokipata na pesa itakuwa imekwenda na maji. So mtoto mdogo haruhusiwi kuingia mikataba ya kibiashara na mwenda wazimu vile vile, isipokuwa wanawachuoni wanasema mtoto mdogo imetolewa baadhi ya miamala, anaruhusiwa miamala midogo midogo, kununua pipi, kununua biskuti. Wasema yani Kiislamu yangelazimishwa hata pipi nao pia aende mtu mzima, watu wasingefanya kazi. Sababu badala ya kumpa mtoto shilingi 100 aende akanunue pipi, inabidi uende wewe dukani ukanunue pipi. Kwa hivi vitu vidogo vidogo hivi mtoto anaruhusiwa, na hata ukifanya naye biashara haina shida. Katika masharti, muuzaji anatakiwa awe anakimiliki kile kitu anachokiuza, ni cha kwake au amepewa ruhusa na mwenyewe kukiuza. Sasa hapa huyu anakuwa wakili wa mwenye mali. Hapa kuna mambo mazito sana. Ukisikia kuna watu wanaleta maneno mengi kuhusu miamala ya benki za Kiislamu, ni vitu vya namna hii. Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikataza kwamba mtu ni haramu kuuza asichokuwa nacho. La tabi ma laysa indak, usiuze kitu usichokuwa nacho, kisichokuwa chako. Pia tafsiri nyingine, usiuze kitu kisichokuwa chako bila ruhusa ya mwenyewe. Kwa hiyo Muislamu atakapouza kitu, anaingia mkataba na mwenzake wa biashara, bwana niuzie, nimekuuzia shilingi ngapi? 2,000,000, basi inshallah nitakuletea, ama hizi hapa 2,000,000, alafu wewe kitu huna, ndio unaenda kukitafuta sasa hivi. Hiyo biashara ni biashara ya haramu. La tabi ma laysa indak, usiuze kitu usichokuwa nacho. Hapa ndio maana utakuta kwenye benki, moja katika masharti waliowekewa benki, unapokwenda kuingia mkataba wa murabaha mathalan, inatakiwa benki wasikusainishe kukuuzia kitu kabla wao hawajakinunua. Benki wanatakiwa wanunue kwanza hicho kitu, wakimiliki, kiwe sasa kiko mikononi mwa benki, halafu ndio wakuuzie. Haya ni masharti. Ukisikia kwamba kwenye benki kuna kamati za sheria zinaangalia vitu vya namna hii, wakati mwingine ima kwa watu kutojua ama kwa kuwa na pupa na wateja, mtu anaweza akataka afanye mambo haraka haraka. Wewe unaenda unasema bana, nimekuja nahitaji murabaha. Murabaha unahitaji nini? Nahitaji nyumba. Nyumba umeiangalia? Ndio nimeiangalia. Bei gani? milioni 8. Njoo, unaandikiwa mkataba, tutainunua nyumba milioni 8, tutakuuzia milioni 10. Uko tayari? Niko tayari. Na tunakuuzia, saini hapa. Unasaini mkataba wa kununua nyumba wakati wao bado hawajailipia. Huu muamala ni wa haramu na wala hausiki, kwa sababu mtu ameuza kitu kisichokuwa chake ambacho bado hajakimiliki. Sasa inatakiwaje? Inatakiwa benki kwanza walipe kule, wakabidhiwe, sio kulipa tu, walipe alafu wakabidhiwe, halafu ndio wakuuzie wewe. Sasa Muislamu unapokwenda kwenye benki, haya masharti lazima uyazingatie. Benki wanakuuzia kitu wanachokimiliki ama wanakuuzia kitu ambacho bado hawajakimiliki? Haya mambo yapo, natakiwa tuwe makini. Benki za Kiislamu, kuna baadhi ya benki za Kiislamu hazimilikiwi na Waislamu. Lengo lao ni kutafuta tu faida. Wameona kwenye miamala ya Kiislamu kuna biashara. Waislamu wengi sasa hivi wanatafuta miamala ya Kiislamu. Kwa hiyo hawa wakati mwingine kuyapuuzia baadhi ya masharti ni kitu cha kawaida. Sasa ni wewe mwenye Uislamu wake, si umekwenda kule kwa ajili ya bidhaa ya Kiislamu, hakikisha kwamba masharti yanakamilika. Usiwe unafanyiwa tu kila kitu halafu na wewe unakubali tu unafanyiwa. Unasaini makaratasi, hujui unasaini nini. Kumbe wewe unasaini unanunua nyumba wakati wao bado nyumba hawajainunua. Kwa hiyo moja katika masharti ya biashara, anayeuza lazima amiliki kitu ambacho anakiuza. Kwa katika level ya kawaida biashara hii ipo. Unafika Kariakoo unakuta kuna watu wamesimama nje ya maduka ya watu. Wao sio wenye maduka.
wala hawajapewa ruhusa na wenye maduka kwamba uzeni. Wao ni wajanja tu, ni wenyeji mle, wanajua bei za vitu. Sasa akija mtu anamkamata, unataka nini bwana? Unataka nini? Unataka simu? Unataka simu aina gani? Tayari anaanza kumtongoza kabla hajafika dukani. Anaanza kumalizana naye biashara huku. Hiyo simu mimi nitakuuzia bei fulani. Uko tayari, mtu anakubali, wakati mwingine na pesa anapewa, alafu ndio anakwenda dukani kwenda kuinunua. Biashara hii ni ya haramu. Unauza kitu usichokimiliki. Vinginevyo uwe mwenye duka amekupa mamlaka, amekupa uwakala kwamba bana, kwa sababu sokoni kuna ushindani, wewe simama huko, daka wateja, bei hizi hapo unazijua, waambie bei, alafu mimi nitakupa commission yako. Hapo sawa sawa, kwa sababu utakuwa unauza kwa niaba ya mwenye mali. Lakini ujanja tu wa kujua bei unauza, halafu ndio unaenda kununua umuuzie mtu, hii hapana. Katika masharti ya biashara, kiwe kile kinachouzwa kina manufaa ya halali, manufaa yake ni halali Kiislamu. Nafikiri hapa hapahitaji maelezo mengi, isipokuwa kuna kitu kimoja tu cha kutanabahisha, kwamba usiuze vitu ambavyo matumizi yake ni haramu kwenye Uislamu. Unaenda kununua magitaa ya mziki, si unaenda kununua vitu gani vya haramu? Hapa hilo haviruhusiwi. Lazima unachokinunua kiwe kina manufaa, na manufaa yenyewe yawe ni manufaa ya halali katika Uislamu. Lakini wanawachuoni hapo wanaongeza kipengele, wanasema manufaa yanatakiwa yawe ni halali min ghairi haja. Manufaa yenyewe yawe ni halali bila kuwa na haja au dharura. Kuna vitu manufaa yake yanahalalishwa pale mtu atakapokuwa na haja na manufaa hayo. Kwa mfano, tuna swala la mbwa. Katika Uislamu, mbwa haruhusiwi Muislamu kumiliki tu mbwa kiholela, kwamba mimi nina hobi ya kufuga mbwa. Hakuna hiyo habari. Muislamu anafuga mbwa kwa sababu moja kati ya sababu tatu. Anaruhusiwa kumiliki mbwa kwa ajili ya ulinzi, anaruhusiwa kumiliki mbwa kwa ajili ya kuwinda, anaruhusiwa kumiliki mbwa kwa ajili ya kuchunga, yani kwa ajili ya kuchunga wanyama. Kuna mbuzi zako ndio porini, mbwa anakusaidia kuchunga wanyama wako, au wewe unaenda kuinda wanyama huko porini, unakuja ndio biashara yako, unakuja kuuzia watu nyama, ukawa na mbwa wako wa kuinda. Hapa sababu hizi tatu ndio Muislamu anaruhusiwa kuwa na mbwa, au ulinzi majumbani au mashamba, kokote kule ambako utakuwa na haja. Muislamu ukiwa na haja hizi tatu moja wapo, hapo unaruhusiwa kumiliki mbwa. Nje ya hapo huruhusiwi kumiliki mbwa. Sasa kwa sababu mbwa manufaa yake yanaruhusiwa kwa haja, nayo pia haruhusiwi kununuliwa. Hakuna biashara ya mbwa kwa Waislamu. Kwa hiyo kama wewe umepata hii haja, ukampata mbwa, sijui mwenyewe umempata wapi, mbwa akazaa, kuna wenzako wanataka, unatakiwa uwape bure. Usije ukauza mbwa. Mbwa hauzwi katika Uislamu, isipokuwa wanawazuoni wanasema ikitokea mtu umekuwa na haja sasa ya mbwa na hakuna mtu wa kutoa bure, kila mmoja anauza, na wewe dharura lazima upate mbwa, hapa unaruhusiwa kununua, lakini atakayeuza ndiye atakayebeba madhambi, kwa sababu anayeuza hana dharura, hana haja. Wewe ambaye unaenda kununua kwa sababu umekosa mbwa bure, wewe una haja, na haja inaunganishwa na dharura, utaruhusiwa wakati huo. Sharti ya tano, alqudratu ala taslim. Huwa mtu ana uwezo wa kukikabidhi kile anachokiuza. Usimuuzie mwenzako kitu alafu kitu chenyewe wewe huna uwezo wa kumkabidhi. Hii sio biashara. Zamani walikuwa wakitoa mifano, unauza ndege yuko kwenye mti kule, au unauza samaki yuko baharini, unamuuzia mtu hapa samaki yuko baharini. Au kama wale vijana wezi wale wanaiba simu za watu, anaweza kuanza kuiuza simu, anamwambia mtu, unaona ile simu mimi nakuuzia kwa 50,000, lakini hanayo, anaenda kumuibia kwanza mtu afu ndio aje auze. Yote hii
ni biashara ambazo huna uhakika wa uwezo wa kuikabidhi biashara hii, na hii ni biashara ya haramu. Mtu unauza gari, gari yenyewe imeibiwa. Unamwambia mtu, gari yangu unaijua? Ndio naijua. Basi ile gari bwana jana imeibiwa, lakini maaskari wako kazini wanaitafuta. Kwa hiyo bwana, mimi nakuuzia ile gari yangu. Hapana, hapo hamna biashara, kwa sababu huna uhakika wa kuweza kuikabidhi. Biashara lazima unachokiuza uwe una uhakika kwamba unaweza kukikabidhi. Lakini pia biashara unatakiwa kununua kitu unachokijua. Usinunue kitu usichokijua, hujakiona, hujaelezwa sifa zake, kwa sababu katika nyenzo za kujua ni kukiona kitu chenyewe au kupewa sifa zake. Kuna kitu unapewa sifa mpaka unakuwa kama unakiona. Ikiwa katika hali hii umepewa sifa au umekiona, ndio unaruhusiwa kukinunua. Lakini unauziwa tu, bana mimi nina gari iko nyumbani. Gari moja nzuri tu, wewe nipe tu milioni 5. Gari moja nzuri, gari gani? Mimi sijaiona, basi hebu nipe sifa zake. Pia sifa hataki, hapo hakuna biashara. Lakini pia kuna kujua thamani. Mtu anayeuza lazima ajue thamani ya hicho kitu anachokiuza, anataka shilingi ngapi, na anayenunua pia ajue kwamba mimi natakiwa kulipa shilingi ngapi. Hakuna biashara kwamba bana wewe nipe tu chochote bana, mimi na wewe hatukosani. Biashara hiyo katika Uislamu hakuna. Hata kama unayemuuzia ni babako mzazi, mwambie babako bei, baba abageni bei, mkubaliane, muuziane. Au kama unaamua kumpa bure, sababu babako mpe bure tu, lakini sio baba wewe nipe tu chochote. Hakuna biashara nipe chochote. Hii ni biashara ya haramu vile vile, kwa sababu masharti hayajakamilika. Na hizi biashara si ndio tunafanya? Mimi na wewe tunakosana bana, mimi na wewe tukosani bana. Sasa wewe fikiria, Uislamu kwa nini umeweka masharti haya? Uislamu unaziba mianya ya ugomvi baina ya Waislamu. Wewe fikiria, una kitu unauza, kwa kumuona haya mtu wako unamwambia bwana wewe nipe tu chochote, lakini wewe kwenye akili yako kwa vyote una bei ambayo unaifikiria. Unasema kwamba huyu rafiki yangu anaweza kanipa 200,000 hapa. Akinipa 200,000 sio mbaya. Sawa? Alafu umemwambia wewe nipe tu chochote, mimi na wewe tukosane, mimi na wewe ndugu. Alafu amezunguka na kuletea 30,000. Hebu niambie utalalaje siku hiyo? Utakuwa unamtukana tu rafiki yako. Jamaa mshenzi kweli. Yaani kitu kile unalipa 30,000. Hiki ndicho Uislamu unakiondosha kwenye biashara. Hata kama urafiki namna gani, taja bei, mzungumze bei, mkubaliane, au msipokubaliana basi mkikubaliana muuziane kwa makubaliano. Thamani lazima ijulikane. Haya ni masharti, yako masharti kama 7 hivi ya biashara. Lakini sasa kuna masharti ya nyongeza. Haya wanawachuoni wameyaita shurutun fil bai'i. Haya tuliyosema huku nyuma, haya yanaitwa shurutul bai'i. Angalia tofauti ni fi tu. Huku shurutul bai'i, hizi shurutun fil bai'i. Sasa ukisoma vitabu ukaona imeandikwa hivyo shurutu fil bai'i, usibabaike. Shurutu fil bai'i maana yake nini? Shurutu fil bai'i ni yale masharti ambayo hayakuwekwa na sheria, ni masharti mmewekeana nyinyi wenyewe wafanya biashara. Masharti anaweza kuweka mnunuzi, masharti anaweza akayaweka muuzaji. Haya masharti mnayowekeana, pia haya masharti yanazingatiwa na sheria, isipokuwa tu pale sharti itakapokwenda kinyume na misingi ya Uislamu, ikawa sharti linahalalisha haramu ama linaharamisha halali. Hilo ndio sharti ambalo halitakubaliwa, au sharti linalopingana na muktadha wa biashara. Mtu tumesema biashara, mtu ananunua kitu ili amiliki. Sasa wewe unamuuzia kitu lakini unamwambia nakuuzia lakini hamna kumiliki. Sasa hii hamna biashara. Au unamwambia nakuuzia hiki lakini usije ukauza. Sasa asije akauza vipi sasa? Haya sio masharti, hayakubaliki. Lakini masharti mengine yote ambayo yana maslahi kwa muuzaji au mnunuaji,
na yakawa hayapingani na sheria, hayo masharti yanazingatiwa katika sheria na hayo yanatakiwa kutekelezwa. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wanalazimika kutekelezeana masharti waliowekeana. Kuna katika vipengele muhimu katika biashara, kuna swala la kukabidhiana vile kile kilichouzwa, yaani yule aliyenunua kukabidhiwa kile alichokinunua. Haya ni masala muhimu sana, nayo vile vile yana athari katika biashara. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, shekhe utanistua muda mimi hata sina saa. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, kitendo cha kununua kitu kunazaa kumiliki kitu. Ukishamiliki, kwa kawaida maana yake kwamba sasa unaruhusiwa kile kitu kukifanya unavyotaka wewe. Lakini hapa hii inaitwa tasarruf, huku kukitumia. Na wewe sasa ushanunua, ushamiliki, na wewe unaweza kuuza, unaweza kukodisha, unaweza kumpa mtu bure, ukampa mtu hiba, au mwenyewe umenunua kwa ajili ya kumpelekea mtu zawadi, unampelekea zawadi. Hii inaitwa tasarruf. Hii tasarruf hairuhusiwi kuanza kabla hujakabidhiwa kile kitu. Kwa mfano, umekwenda dukani, umenunua kitu, bana naomba simu, ukaonyesha simu unayotaka hiyo hapo, kwa nini, kwa hiyo ukatajua bei, ukalipa, alafu ukamwambia narudi. Au yeye akakwambia basi wewe nenda kwanza kaswali, kwa sababu muda wa swala umeshafika, ukirudi baada ya swala utakuja kukupa simu yako. Sawa? Wewe kisheria unaimiliki ile simu uliyonunua, lakini huruhusiwi kuiuza, huruhusiwi kuitoa bure, zawadi wala nini, kwa sababu bado hujakabidhiwa. Tunaelewana jamani? Kwa nini kuna kipengele hiki? Na kuna mafundisho ya Mtume moja kwa moja kwamba Mtume aliwaambia masahaba, na Mtume alizungumza upande wa chakula, lakini wanawasomi wanasema inaenea vitu vyote, kwamba alimwambia sahaba moja, ukinunua chakula usikiuze mpaka ukikabidhiwe, ukitie mkononi. Angalia, lengo ni lile lile. Mtume anaziba mianya ya ikhtilafu baina ya Waislamu. Fikiria wewe umekwenda dukani, umenunua simu mathalan, umelipa pesa, umepewa risiti yako, lakini simu hujapewa. Anakuja mtu mwingine anataka simu kama ile ambayo wewe umeinunua. Wewe hujakabidhiwa, unamwambia mimi nayo simu nakuuzia. Wewe umenunua 200,000, sio? Unamwambia mimi nauza 600,000. Pale pale jamaa anakuhesabia 600,000 anakupa. Mwenye duka atakupa hiyo simu? Yaani bado simu anayo yeye, amekuuzia 200,000, ashapokea 200,000 zako. Hapo hapo dukani kwake hujaondoka, unaiuza 600,000. Hapo atakuwa salama? Hapo usalama utakuwa mdogo. Anaweza kaitoa kwa shingo upande. Sasa Uislamu ndio unakataa vitu vya namna hii. Pokea kitu chako, ukishakipokea sasa wewe uza, uko huru. Yeye akimhusu tena, kwa sababu yule bwana anaweza akazuia akasema, bwana hela zako hizi simu mimi siuzi tena bwana. Kwa nini mimi siuzi simu, hela zako hizi? Kwa nini nimekupa simu? Basi hela zako hizi wewe nenda bwana. Sawa, ashakuona una nini, unapata faida zaidi ya vile alivyokadiria yeye au alivyopata yeye. Kwa hiyo moja katika vipengele muhimu katika biashara ni makabidhiano, na makabidhiano pia faida nyingine, yanazaa dhamana ya kile kitu ambacho wewe umekinunua. Kitu unapokinunua haujakabidhiwa, leo umenunua gari kwa mtu, mmeingia makubaliano, umelipa pesa wakati mwingine, au hujalipa pesa, lakini tayari mshakubaliana kwamba kesho njoo chukue gari yako. Fungua bado anazo mwenyewe, kadi ya gari bado anayo mwenyewe, anakuambia kesho ndo mtakwenda kukabidhiana. Pengine ushalipa pesa,
Gari usiku ikaibiwa, au gari usiku ikaingia moto, pameingia moto, gari imeungua. Unafika asubuhi anakwambia bwana, gari yako imeungua. Hapana, hiyo sio yangu, imeungua gari yako wewe, huja nikabidhi. Kwa sababu gani? Dhamana ya kile kitu ambacho kimeuzwa kama hakijakabidhiwa inabaki kwa muuzaji. Akisha kukabidhi tu, dhamana imetoka kwa muuzaji, imehamia kwako wewe mnunuaji. Mfano, umenunua gari kama huo mfano wa kwanza, akwambia bwana, gari yako hii pale, kadi yako hii hapa, funguo zako hii hapa, chukua gari yako hapa na mimi nitakuja kuichukua kesho. Sawa bwana, lakini ya kwako hiyo. Wewe unaondoka na funguo yako, unaondoka na kadi yako. Hapo umekabidhiwa gari, hujakabidhiwa. Hapo umekabidhiwa gari, wewe hukuichukua. Gari ile ikiibiwa usiku, imeibiwa ya kwako, sio aliyekuuzia tena. Hii ndiyo faida ya makabidhiano. Makabidhiano yanaleta vitu viwili. Kwanza, tasarruf ya kile kitu, kwa maana sasa na wewe unaweza kuuza, unaweza kukodisha, unaweza kufanyaje. Pia dhamana, kama hujakabidhiwa wewe huna dhamana. Na ndiyo maana benki wanapofanya murabaha, sheria inawaambia kwanza wao wanunue, kabla hawajaingia mkataba wa kuuza, wanunue wao kwanza. Wakishanunua, wakikabidhiwa, mpaka siku wewe wanakuja kuingia nao, unatia saini mkataba wa kununua. Sasa nyumba, kama ni nyumba, iko kwenye dhamana yao, kwamba kama ikitokea bahati mbaya, kabla huja kuja kusaini, nyumba ile ikaungua au ikagundulika kwamba wametapeliwa wao, sio wewe. Lakini benki wakikwambia bana, tayari tumeshanunua nyumba ya kwako ile, wakati wao bado hawajakabidhiwa, alafu wanakusainisha kwamba tayari nyumba hii, watakubebesha dhamana ambayo wewe huhusiki nayo. Walitakiwa wao kwanza wakabidhiwe, halafu ndio waje wakuuzie na wao wakukabidhi. Kabla hawaja kukabidhi wewe, dhamana ya nyumba ile au ya kitu wanachokufanyia iko kwao. Hapa sasa tunaingia moja kwa moja katika sababu zinazoifanya biashara kwa haramu, japokuwa tumetaja baadhi ya vitu, lakini kwa haraka haraka tu vitaje hivi vipengele ambavyo viko hapa kabla muda haujatuishia. Sheikh, mbaki dakika ngapi? Moja tu. Okay. Basi acha niseme haya kidogo. Asili ya biashara, ndugu zangu, asili ya biashara katika Uislamu, hukumu yake ni halali. Yaani muundo wowote wa biashara utakaobuniwa kwenye hii dunia, sheria kwanza, hukumu ya kwanza inayoweka kwenye huo muundo wa biashara ni uhalali, mpaka pale itakapogundulika kwamba huo mfumo una kasoro za kisheria, ndipo sasa itakapokuja hukumu nyingine. Lakini asili ya biashara ni uhalali. Vitu sasa vitakavyoifanya biashara kuwa haramu ni vingi, lakini vinakusanyika katika vitu vitatu. Kwanza, kuna dhulma, kumdhulumu mwenzako. Muamala huo ambao umeingiliwa na dhulma utakuwa ni haramu. Kitu cha pili ni gharar, ujinga wa kutojua mkataba unaoingia mwisho wake itakuwa nini. Kama hiyo kununua kitu ambacho, kwa mfano unanunua gari ambayo imeibiwa, wewe huna uhakika kwamba gari utakabidhiwa ama hautakabidhiwa. Wewe huna uhakika wa mwisho wa biashara itakuwaje. Hii inaitwa gharar. Au kununua hiyo samaki uko baharini, tunakwambia mimi nitakuletea samaki kutoka baharini. Hii inakuwa ni gharar. Halafu sababu ya tatu ni riba. Mambo matatu haya yakiingia ndani ya biashara yetu tulioibuni, huo muundo wa biashara tulioubuni, watu wakichunguza, kikapatikana kitu kimoja katika vitu vitatu hivi na pamoja na zile tanzu zake, basi itakuwa biashara hiyo imeingia uharamu. Lakini tukiangalia biashara, hakuna dhulma, hakuna gharar, hakuna riba, hiyo biashara ni halali, hata kama ni mpya kabisa, ndio imezuka leo. Sheria imeweka mlango maftuh kwenye miamalati, sheria imefunga kwenye ibadat, ikafungua kwenye muamalati.
Ibada ni haramu mpaka upewe kibali maalum. Yaani hapa mtu akajitengenezea ibada yake fulani hivi, sijui mwenyewe afanyaje, alafu asema ni ibada, hiyo ni haramu. Ibada yoyote inafanywa kwa kibali maalum cha sheria, ima Qur'ani imesema ama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Nje hapo hakuna ibada. Vitu vyote vinavyoitwa ibada ambavyo havina ushahidi wa Qur'ani wala Sunna, hakuna ibada hapo. Ibada lazima kuwe na kibali maalum, wala hakuna ijtihadi ya kutengeneza ibada. Ijtihadi iko kutafuta halali na haramu, kwamba kuna vitu tutakatujue kitu hiki halali ama haramu, hapo ndio itakuja ijtihadi. Lakini sio ijtihadi katika kutengeneza, tunataka tubuni ibada fulani kwa tunafanya ijtihadi, sisi tunafanya kiasi. Hakuna habari ya kutengeneza ibada, hakuna ubunifu kwenye ibada. Lakini kwenye muamalat mlango umefunguliwa. Muamalati mko huru, fanyeni ubunifu mnavyopenda, lakini mchunge vitu vitatu hivi: kusiwe na dhulma, kusiwe na ujinga, kusiwe na riba. Vitu vitatu hivi vikikosekana, huo muamala ni halali, hata kama ni mpya umebuniwa leo. Kuna maelezo mengi ndani yake, hasa upande wa riba, lakini kutokana na muda tutaweza kuyazungumza. Labda inshallah ikipatikana nafasi nyingine tuje tuzungumze riba. Sheikh, mtafutie upenyo kidogo, je tuzungumze riba siku nyingine biidhnillah. Naam, inshallah. Swali la kwanza. Naam.